Hujambo na karibu tena, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Baada ya tukio la Tundu Lissu kutokuonekana katika gereza la Keko, taarifa iliyoripotiwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini pia tukashuhudia wakili wa Tundu Lissu, wakili msomi Peter Kibatala akifanya mazungumzo na mkuu wa gereza ambaye akampa taarifa ya kwamba awasiliane na msemaji wa gereza la Keko. Lakini msemaji wa gereza la Keko alipohojiwa na Jamii Forum alidai ya kwamba hafahamu taarifa za kutokuwepo kwa Tundu Lissu katika gereza la Keko, hivyo akasema anaomba afuatilie taarifa hizo. Baada ya hapo kuna taarifa ambayo iko nasambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ikionyesha ni taarifa kwa umma kutoka jeshi la magereza likitoa taarifa ya kwamba Tundu Lissu yupo katika gereza la Keko, lakini pia kama watu watahitaji kwenda kumtembelea wafate utaratibu rasmi. Taarifa hiyo imekanushwa na jeshi la magereza kwamba sio wao waliochapisha taarifa hii. Kupitia mitandao yao ya kijamii, jeshi la magereza limechapisha barua hiyo na kuandika ni taarifa ya uongo. Taarifa hiyo ilikuwa nasomeka kama ifuatavyo: jeshi la magereza linapenda kukanusha vikali taarifa zinazosambaa mitandaoni na baadhi ya vyombo vya habari zikidai kuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu amepotea akiwa chini ya ulinzi wa jeshi la magereza. Taarifa hizo ni za kupotosha na hazina ukweli wowote. Tunapenda kuelekeza umma kwamba Mheshimiwa Lissu bado yupo salama na anaendelea kushikiliwa katika gereza la Keko, Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taratibu na sheria za nchi, jeshi la magereza linazingatia haki muhimu na utawala wa sheria na linaendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi, uadilifu na kwa kuzingatia maslahi mapana ya nchi. Pia tunapenda kusisitiza kwamba watu wote wanaotaka kumtembelea au kumuona Mheshimiwa Lissu lazima wafuate taratibu rasmi zilizowekwa, ikiwa ni pamoja na kuwasiliana mapema na uongozi wa gereza la Keko kwa ajili ya kupata kibali na kufuata masharti yanayohitajika. Hivyo tunatoa rai kwa wananchi na vyombo vya habari kuwa makini na taarifa wanazosambaza. Badala yake watumie vyanzo rasmi vya taarifa kutoka katika jeshi la magereza na serikali. Imetolewa na Elizabeth Mbezi, msemaji wa jeshi la magereza. Na katika caption hapa taarifa hii magereza wameandika: jeshi la magereza linapenda kutoa taarifa kwa umma kuwa kuna taarifa inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii. Taarifa hiyo sio sahihi, tunaomba wananchi waipuuze. Na kwenye comment hapa Watanzania wametoa maoni yao. Huyu wa kwanza anasema ukikanusha unatoa sasa taarifa sahihi, ukanushi kisha unakaa kimya, what does it mean? Lakini pia mwingine anasema kwamba mbona mnajichanganya, tunamtaka Lissu akiwa hai na taarifa sahihi ni ipi? Kama hiyo taarifa ni ya uongo, tunaombeni taarifa sahihi. Lakini mwingine anasema kwamba magereza sio sehemu salama kwa mahabusu kuanzia sasa, bora unywe sumu hapo mahakamani kama General Karanjiki wa Yugoslavia kwenye mahakama ya kimbali ya The Hague. Lakini pia mwingine anasema kwamba sawa, je, Mheshimiwa Lissu yupo wapi? Kama amjui kesho mjiuzulu. Lakini pia mwingine anasema kwamba sasa hapo fake news ni ipi? Hiyo taarifa kwa umma au taarifa za kupotea Lissu au kuna nyingine? Lakini pia mwingine anasema kwamba safi, mmejiondoa at least kwenye uchafu. Magereza kwa namna fulani ni wapenda haki basi tu wanasemaga indirect, mboga mboga waseme ukweli. Lakini pia mwingine anasema kwamba kama mtu kama Msigwa ameiposti afu nyie mnakanusha, hivi kweli mnatuchukulia Watanzania wote ni feria kama nyie polisi? Hembu acheni kukengeuka bana, mnalichafua jeshi kwa uzembe, ujinga usio na sababu za msingi. Fanyeni kazi kwa weledi kama PGO zenu zinavyotaka na msione kila Watanzania ni wajinga. Sasa mtu kama Gelson Msigwa ameposti hiyo, zeni nyie mnakanusha. Tanzania nchi yangu. Huyu ni moja kati ya watu ambao wametoa maoni yao hapa kwenye posti hii,
na una nafasi pia ya kushare na sisi maoni yako, lakini kubwa tusubirie taarifa rasmi Tundu Lissu yuko wapi. Tuachie maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.